Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ Jenerali Jacob John Mkunda ametangaza nafasi za kuandikishwa Jeshi la Wananchi kwa vijana wenye elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Akizungumza leo hii Msalato jijini Dodoma, makao ya jeshi hilo, kwa niaba ya mkuu huyo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, msemaji wa jeshi hilo Kanali Gaudetius Londa amesema kuwa nafasi zinazoandikishwa na jeshi hilo ni kwa vijana wenye elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6, umri usiozidi miaka 24, vijana wenye elimu ya stashahada, umri usiozidi miaka 26, vijana wenye elimu ya juu, umri usiozidi miaka 27, na madaktari bingwa wa binadamu, umri usiozidi miaka 35 ya kuzaliwa. Kanali Londa amesema kuwa utaratibu wa maombi hayo yaandikwa kwenye mkono na muda wa kuwasilishwa ni kesho Mei mosi na mwisho ni Mei 14 mwaka huu, na yaambatanishwe na nakala ya kitambulisho cha taifa pamoja na namba ya NIDA, nakala ya cheti cha kuzaliwa, cheti cha shule, chuo na namba ya simu ambayo itakuwa rahisi kwa mawasiliano. Aidha, Londa ametoa angalizo baada ya kutangaza nafasi hiyo ya kuandikishwa jeshini, ambapo amesema kuwa wananchi wasikubali kutapeliwa na matapeli kwa kisingizio cha kupata nafasi ya jeshi kwa kutoa pesa. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi wa Tanzania na halikusudii kumwandikisha yeyote ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo sifa ya kwanza awe raia wa Tanzania lakini mwenye kitambulisho cha taifa. Sifa nyingine kwa vijana wenye elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6 wawe na umri usiozidi miaka 24. Vijana wenye elimu ya stashahada umri wao usizidi miaka 26. Vijana wenye elimu ya juu zaidi ya stashahada wawe na umri usiozidi miaka 27. Lakini pia, ndugu wanahabari, kwa madaktari bingwa, hawa madaktari bingwa wa binadamu, madaktari bingwa wa binadamu umri wao usizidi miaka 35. Baada ya kutaja sifa sasa, ndugu wanahabari, niombe sasa nijielekeze kwenye taaluma adimu zinazohitajika kuandikishwa jeshini. Taaluma hizo adimu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni taaluma ya tiba. Taaluma ya tiba hii imegawanyika katika nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni medical doctor, ambao hawa wanaotakiwa ni wale ambao ni specialist. Hawa specialist ambao wanatakiwa kuandikishwa jeshini ni kama ifuatavyo: general surgeon, orthopedic surgeon, urologist, radiologist, ENT specialist, anesthesiologist, physician, ophthalmologist, pediatrician, obstetrician na gynecologist. Taaluma nyingine ambazo ni specialist ni pamoja na oncologist, pathologist, physicist, emergency medicine specialist pamoja na hematologist.
Kama nilivyosema, ndugu wanahabari, kundi la pili la taaluma ya tiba ni kama wafuatavyo: medical doctor, dental doctor, veterinary medicine, biomedical engineer, dental laboratory technician, anesthetic, radiographer, optometry, physiotherapy pamoja na aviation doctor. Wengine sasa ni taaluma za uhandisi, engineers. Awe ana Bachelor of Electronic Engineering, Bachelor of Mechanical Engineering, Bachelor in Marine Engineering, Bachelor in Marine Transportation, and Nautical Science. Bachelor in Mechanics in Marine Diesel Engine, Bachelor in Aviation Management, lakini pia Bachelor in Aircraft Accident and Incident. Accident and Incident kwenye ile sector ya investigation. Nyingine zinazohitajika ni Bachelor in Meteorology, Air Traffic Management pamoja na Aeronautic Engineering. Hayo ndo makundi ya fani adimu ambazo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limezilenga kwamba linahitaji wataalamu wana hii. Lakini pia kuna kundi lingine la fundi michundo. Hawa fundi michundo wanaohitajika ni aluminium welding and metal fabrication. Ndo hao tu. Sasa baada ya kutaja zile fani ambazo zinahitajika, naomba nijielekeze moja kwa moja kwenye utaratibu wa kutuma maombi kwa makundi yote mawili. Ndugu wanahabari, maombi yote kwa wahitaji katika kujiandikisha jeshini yaandikwe kwa mkono. Kipengele hiki naomba nikirudie, yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe makao makuu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hapa Dodoma. Muda wa kuwasilisha, mwanzo na mwisho wa kuwasilisha maombi hayo ni kama ifuatavyo. Tarehe ya kuanza kuwasilisha maombi ni kuanzia kesho tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Na tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu 2025.